ushindi umeonekana, Yawe amefanya kwa kishindo. Wakorintho, waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorintho, Wakorintho wa kwanza sura ile ya 4 mstari ule wa kwanza na kuendelea. Neno la Mungu nasema hivi: mtu na atuhesabu hivi ya kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Tena inayohitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Lakini kwangu mimi si kitu kabisa nihukumiwe na nyinyi, wala kwa hukumu ya kibinadamu, wala sijihukumu hata nafsi yangu. Maana sijui sababu ya kujishtaki nafsi yangu, lakini sihesabiwi haki kwa ajili ya hiyo, ila anihukumuye mimi ni Bwana. Basi msihukumu neno kabla ya wakati wake, hata ajapo Bwana, ambaye atayamulikisha yaliyofichika ya giza na kuyadhihirisha mashauri ya mioyo, ndipo kila mtu atakapopata sifa yake kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo hili ni waraka ambao Mtume Paulo anawaandikia watu wa Korintho, na niseme tu kwamba kila mtu, kila kitu unachokiona chini ya jua ni kitumishi cha Mungu. Kila mtu unayemuona ni mtumishi wa Mungu. Sema nafasi na namna anavyotumika ndivyo inatofautiana, lakini kila mtu, kila mwamini aliyeamini ni mtumishi wa Mungu. Na hii inatupa ujasiri wa sisi kama wanafunzi wa Yesu, sisi kama wanafunzi wa Yesu kupeleka huduma hii, kupeleka injili hii, kupeleka upendo huu kwa watu wa mataifa mbalimbali. Kwa hiyo ndugu zangu katika Kristo Yesu, nataka tuangalie hapa anaposema ya kwamba ule mstari wa Korintho sura ile ya 4 mstari ule wa kwanza, anasema mtu atuhesabu hivi ya kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za ufalme wa Mungu. Tu mawakili wa Kristo na tunatunza siri, tunahifadhi na kusimamia siri za Mungu. Ndugu zangu, katika dunia hii ambayo ina maendeleo, mambo mtambuka na utandawazi, je, ninawezaje kubehave, ninawezaje kusimama na kumtumikia Mungu katika nafasi hizi? Watu wengi hawaelewi, wanatambua labda utumishi ni kazi ya wachungaji tu, ni kazi ya wainjilisti, ni kazi, lakini wote walioamini katika ile Mathayo sura ya mwishoni anasema ya kwamba enendeni ulimwenguni mote, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Kila aaminie na kubatizwa, basi huyu atapata nini? Atapata wokovu. Sasa wapendwa, nataka tuone hapa kwamba ni kweli huwa tunakiri imani ya ubatizo au huwa tunakiri sala ya toba kwa wengine, lakini yote hayo yanatuunganisha na kufanya sisi kuwa kitumishi cha nani? Cha Kristo. Ndugu zangu, anaposema kwamba mtu na atuhesabu, maanake mtu atuweke katika mazingira ambayo anasema ya kwamba tu watumishi wa Mungu, atuweke katika mazingira ya utumishi wa Mungu. Kazi ya mtumishi ni kutumikia. Kazi ya mtumishi ni kutumikia. Kazi ya kiongozi ni kuongoza. Sasa kuna tofauti kubwa kati ya mtumishi na kiongozi. Kiongozi ni cheo, lakini utumishi ni kunyenyekea chini, ni unyenyekevu wa hali ya juu, ukitambua kwamba iko mamlaka ambayo unatakiwa kwenda kujibia, ambayo unatakiwa kwenda kutolea hesabu ya yale ambayo yamefanyika. Kwa hiyo anasema kwamba mtu na atuhesabu hivi tu watumishi wa Kristo, atuhesabu, atuweke katika kundi ambalo tunafahamika au tutatambuliwa kama watumishi wa Kristo na si vinginevyo. Anasema ya kwamba na mawakili wa siri za ufalme wa Mungu, yaani wasimamizi, wasambazaji na usimamizi, kutetea Ukristo, kutetea Kristo, kutetea wokovu tulioupata, kuto kuikana imani yetu, maisha yetu, usemi wetu, mwenendo wetu ukabadilishwe uendane sawasawa na tabia za Kristo. Neno la Mungu linazungumza na halijawahi kuacha kuzungumza ya kwamba tumeumbwa, sababu kuu ya mwanadamu kuumbwa chini ya jua ni kwa ajili ya kumtumikia Mungu.
Kuna wimbo mmoja unasema, alituumba kwa kusudi, kwa mfano wake tutawale viumbe vyote, yatupasa tumsifu, tumtumikie na kumtukuza. Kwa hiyo unakuta ya kwamba tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu, kumsifu yeye, kumtumikia na kuendeleza uumbaji ambao katika huo Mungu aliufanya ndiye asili ya mambo haya. Kwa hiyo mtu yoyote, jamaa, ndugu, kike na kiume, nataka nikwambie mama yangu, dada yangu, ya kwamba kaka yangu, ya kwamba Mungu amekuita, amekutambua ya kwamba wewe ni una kusudi, hujazaliwa bahati mbaya. Unajua, unapohangaika kupita katika njia ambazo sio sahihi, unapohangaika kupita katika mazingira ambayo sio sahihi, ndipo unapojikuta ya kwamba unapita katika magumu, kwa sababu kila mwanadamu ana njia yake ambayo Mungu amempangia. Kila mwanadamu ana njia yake ambayo Mungu amekusudia aipite. Kwa hiyo unapokwenda kumwamini Mungu na kufuata maagizo yake Mungu, automatically utapita katika njia ile. Lakini unapoasi kusudi la Mungu, unapokwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, unachagua njia tofauti. Ndio maana njia ambayo unapita inakuwa na misukosuko, changamoto mbalimbali. Lakini ukipita kusudi la Mungu, hata kama kutakuwa kuna changamoto, kuna magumu, lakini bado utakuwa na moyo wa kuendelea kumtumainia Mungu. Maana Mungu amesema ya kwamba hatatuacha kamwe. Unapopita katika uvuli wa bonde la mauti, fimbo yangu na gongo ndivyo vitakavyoniongoza. Kwa hiyo neno la Mungu lipo, na yamkini siku ya leo somo hili limekugusa kwa namna moja au nyingine, kwamba lazima umrudie Mungu, lazima ukubali, na hakuna jambo jipya la kufanya. Zaidi ya yote ni kumuomba Mungu toba, kwamba Mungu nisamehe, nilipita katika njia ambayo sio sahihi. Mungu nisamehe, nilikana utumishi wangu, sasa ninaamua kukutumikia wewe Mungu kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tambua ya kwamba sisi sote tumeumbwa kuwa watumishi wa Mungu. Kila chochote kionekanacho chini ya jua ni kazi ya uumbaji wake. Kwa hiyo kila kitu kimeumbwa kwa ajili ya kutumika au kumtumikia Mungu. Basi Mungu wa mbinguni akubariki sana. Hiyo mtumishi wako wa neno la Mungu, ni mwalimu Awadi Mayemba kutoka Njombe, Tanzania. Amen. Mungu akubariki sana, na nikutakie wakati ulio mwema na masaa yaliyo mema na yenye baraka. Amen. Barikiwa sana. Amen.